Kauli imetolewa na naibu waziri wa uchukuzi David Kienzi kwa niaba ya waziri wa wizara hii Profesa Makame Mbarawa wakati akitoa tamko la maadhimisho ya siku ya hali ya hewa duniani. Amesema pia serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia ya nchi, ikiwemo kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini, lakini pia kupunguza uzalishaji wa gesi joto. Mabibi na mabwana, katika siku hii ya hali ya hewa duniani, serikali inapongeza kazi nzuri inayofanywa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA katika utoaji wa huduma za hali ya hewa zilizoboreshwa sana, ikiwa ni pamoja na utoaji wa tahadhari wakati wa matukio ya hali ya hewa. Serikali itaendelea kuimarisha huduma za hali ya hewa kwa kutekeleza katika miundombinu ya kisasa zaidi na kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa TMA. Aidha, napenda kutoa shukrani za dhati na kutambua mchango thabiti wa wadau wetu wa maendeleo katika juhudi za kuimarisha huduma za hali ya hewa, ikiwemo utoaji wa huduma za tahadhari nchini. Kwa kuhitimisha, natoa rai kwa wadau wote wa huduma za hali ya hewa nchini Tanzania, zikiwemo taasisi za serikali, sekta binafsi, sekta ya elimu na umma kwa ujumla, kuendelea kufuata na kuzingatia sheria ya Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania namba 2/2019 na kanuni zake, kujumuisha taarifa na huduma za hali ya hewa katika kupanga, kubuni, kutekeleza shughuli zao ipasavyo. Kwa pamoja tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili kujenga taifa himilivu katika kukabiliana na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, kwa kuchangia katika mipango itakayoboresha uangazi wa taarifa za hali ya hewa, utafiti, ubunifu, kuhamasisha mipango mikakati ya kitaifa ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ili kuimarisha zaidi mifumo ya utoaji wa tahadhari nchini. Katika hatua nyingine, TMA kupitia kitengo chake cha hali ya hewa kilichopo katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam imeadhimisha siku hii kwa kutoa elimu kwa wadau mbalimbali waliofika katika kitengo hicho. Huduma za hali ya hewa zinahusika katika sekta mbalimbali, ni mtambuka. Huduma za hali ya hewa zinasaidia usafiri majini, zinasaidia usafiri angani, unasaidia wakulima, inasaidia mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo ni huduma ambazo ni mtambuka. Katika upande wa huduma za hali ya hewa, kama unavyoona, karibu vituo vyote vya uwanja wa ndege kuna vituo vyetu vya huduma za hali ya hewa katika usafiri wa anga. Lakini tumeenda mbali zaidi ambako sasa hivi tumeboresha vifaa vyetu, vimekuwa ni vya kisasa. Kutoka vile vifaa ambavyo vilikuwa wanasema manual, lakini kwenda kwenye teknolojia ya kisasa. Tuna vifaa ambavyo sasa hivi unaweza kupata taarifa za hali ya hewa kwa kujiendesha wenyewe. Kwa hiyo mwingiliano wa watu unakuwa ni mdogo na kuweza kuwafikia walengwa kwa wakati. Lakini vile vile tumeboresha mifumo ya kuweza kutuma hizo taarifa zetu ili kuweza kuwafikia wateja wetu kwa wakati na mapema zaidi. Ni muhimu sana kwa sababu kwanza tunajitathmini sisi kama wataalamu kuhusu huduma zetu, lakini pia tunakutana na wenzetu ambao ni wadau wetu ili waweze kupata kile. Kwa upande wa baadhi ya wanafunzi waliotembelea kitengo hicho, wamesema elimu walipata inaenda kuwasaidia katika matumizi ya taarifa za hali ya hewa na jinsi ya kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Mimi ndoto yangu ni kuwa rubani. Kwa hiyo hapa nimejifunza vitu vingi sana ambavyo vitanisaidia ukiachana na vya darasani. Kwa mfano, nimejifunza jinsi ya kupima humidity, jinsi ya kupima thermometer na pia data zinavyoingia kutoka kwenye Stevenson screen kwenda kwenye ofisi zao. Hapa nimejifunza mambo mengi. Tumeona vifaa vya kupimia. Ile ifikapo Machi 23 ya kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya hali ya hewa duniani, ikiwa na lengo la kuangalia mchango wa taasisi za hali ya hewa katika usalama na ustawi wa jamii.